Waliwahi kucheza na mabingwa watetezi wa ardhi ya Tanzania na ndio huo mwaka ambao Young Africans walitinga hatua finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wanatokea kule kwa Madiba, Afrika Kusini, ardhi ya Nelson Mandela. Lakini hata msimu uliotoka kumalizika walifanya vizuri pia katika michuano hiyo. Lakini bila kusahau ni kukumbushe tena ya kwamba kwa sasa hivi katika msimamo wa ligi kuu ya hapo nchini Afrika Kusini wako nafasi ya 12, michezo 15 wakiwa na jumla ya alama 15. Sio wengine ni Marumo Gallants. Wana uhusiano gani na nini ambacho kinaenda kuconnect na mabingwa watetezi wa ardhi ya Tanzania Young Africans? Nini ambacho kipo hapa katikati? Jina langu ni Florence Renatus Niko na mwenzangu Hasani Sadamu upande wangu wa kushoto. Tutayazungumza mengi sana, mengi ambayo tumeandaa hapa. Vipi kuhusu takwimu na mambo mengine yanayomhusu mchezaji huyu? Lakini nini ambacho kimemkwamisha na kwa nini Young Africans wameamua kufanya maamuzi ya hivi? Taarifa zote tunazo. Ni wakati mwingine tena mzuri wa kukuhabarisha mtazamaji wa Dar Sports, lakini kubwa zaidi naomba nikukumbushe bwana kuhusiana na Jaba Air Solution, mabingwa hawa wa kusafirisha bidhaa zote kutoka Guangzhou China mpaka katika ardhi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Jaba wanakukumbusha kwamba kwa sasa hivi, zamani ilikuwa ni siku 3, lakini sasa bwana, surprising ni kwamba sasa hivi hadi siku 1 mzigo ulioagizwa kutoka China utafika Tanzania, lakini ikizidi sana basi siku 2 ulichokihitaji ulichokiagiza kutoka China kitafika katika ardhi ya Tanzania. Kwa nakukumbusha bwana, kama una chochote ambacho umekiona China unakihitaji kukileta katika ardhi hii, basi wacheki Jaba Air Solution. Hawa ndio mabingwa katika kusafirisha bidhaa zote zilizopo China, tena kwa uharaka na uwepesi, bila kusahau usalama wa kile ambacho umekiagiza. Kwa wakati huu Hasani Sadam, naam, kwa Madiba kule South Africa, Young Africans wamegonga Algeria, wamemaliza, wameshuka chini kwa Madiba. Imefika hatua sasa na sisi tunakuwa na nguvu ya kutoa wachezaji wetu hapa kuwapeleka mbali. Sikumbuki mara ya mwisho mchezaji wetu kutoka Tanzania, sio Mtanzania, lakini mchezaji kutoka kwenye klabu ya Tanzania kupelekwa kwenye klabu ya Afrika Kusini. Sikumbuki mara ya mwisho. Muda mrefu sana. Tangu mara ya mwisho alienda Abdul Hassan Bana, ambaye ndio tunamzungumzia. Ndio alikuwa mchezaji wa mwisho. Kwa hiyo ni muda mrefu tangu tutoe wachezaji Tanzania kwenye ligi yetu waende nchini South Africa, kwa sababu wengi wana badala ya kutoka, wengi wanatoka wanakuja huku. Sisi kutoa kupeleka kule. Safi kabisa. Nadhani ni moja ya hatua nzuri. Ameaminiwa so mwingine ni Mohamed Dumbia, AI ya mpira ambao Young Africans walisajili msimu 2025-26, lakini mambo hayakuwa mazuri sana kwa upande wa AI, na hivyo ikamlazimu Herse pamoja na viongozi wote bila kusahau benchi la ufundi warudi sokoni sasa wakatafute mchezaji mwingine ambaye anaweza akakaa na kurithi nafasi ya AI. Lakini AI yenyewe inapelekwa wapi? Inapelekwa Marumo Gallants. Unawakumbuka Marumo Gallants? Hawa walicheza nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika 22-23 dhidi ya mabingwa watetezi wa ardhi ya Tanzania Young Africans, na baada ya hapo safari ya Young Africans ikawa ni finali ya kombe la shirikisho na wakakutana na Usman 2-1 Benjamin Mkapa 1-0 kule nchini Algeria. Young Africans anashindwa kubeba ubingwa kwa sababu ya tunasema magoli ya ugenini. Marumo Gallants unawakumbuka vizuri basi bwana, ndiko ambako ameelekea mchezaji wa Young Africans. Sasa swali tunaweza tukaulizwa, ameendaje kule? Taarifa imfikie mtazamaji wa Dar Sports na mpenzi na mfuatiliaji wa mpira wa miguu kwamba Dumbia ameenda kule kwa mkopo kwamba nani ya kumalizia huu msimu ambao umesalia. Kumbuka tulishazungumza idadi ya wachezaji wengi wa kigeni walikuwa wanazidi 12, walikuwa 14. Kwa hiyo ilitakiwa wachezaji wawili waondolewe kwenye list ili wasalie wachezaji 12 kama ilivyo kanuni yetu ya ligi kuu ya Tanzania kwamba lazima wachezaji wa kigeni wawe 12. Kwa hiyo miongoni mwa wachezaji ambao walitakiwa walianza mapema tu, tulikuwa tunasikia taarifa zao za kutolewa. Alikuwepo Musa Balakonte, alikuwepo Celestine Eko, ambao huyo Celestine Eko tayari labda bado taarifa rasmi. Sasa na Mama Dume naye alikuwa na nyakati ngumu kwamba naye alitakiwa tu kwa vyovyote vile alitakiwa na atolewe kwa mkopo, kwa sababu baada ya nafasi yake kuwa ndogo chini ya mwalimu. Akiwa na Yanga amecheza dakika 310 pekee. Kwenye dakika 310 tunavyomzungumza alikuwa amecheza, yani appearance yake ameapia kwenye mechi 11. Sasa kama mtu amecheza mechi 11 za Yanga alafu amecheza dakika 310, kwa ina maana unaona amecheza muda mchache mno. Ina maana hata kama alikuwa anaingia baadaye alikuwa anatolewa, hajatoa chochote, hajafunga goli lolote, bali ametoa assist moja tu kwenye mechi ya kirafiki. Kwa ukimtazama ndani ya Yanga kwa dakika alizocheza, kumbuka alisajiliwa katika dirisha kubwa la mwezi wa 8 mwaka 2025 wakati wanafanya uboresho. Kwa ina maana ametumia miezi 5 tu pekee kukaa ndani ya Young Africans, ambako imemtosha kusema kwamba kwa ndani ya Yanga hawezi kwenda naye, kwa sababu Yanga kwa sasa tunaizungumzia inahitaji matokeo. Tulio kuzungumza swala linapokuja mchezaji wa kigeni, idadi lazima
izingatiwe, ili kama idadi inazingatiwa lazima uhakikishe una produce walichokuleta ufanye. Na ukichelewa kushindwa kutoa kile wanachokihitaji walokuajiri, siamini kama wanaweza kuvumilia, kwa sababu wewe ni gharama. Changamoto hapo ulipozungumzia kwenye issue ya kuamini wanaokuajiri, ndio wanaweza wakakuamini, lakini vipi kuhusiana na wale yani wale wengine kutoka nje? Ndio mfano jana tulikuwa tunazungumza hapa, nikawa hapa mfano mmoja mzuri sana. Mfano Celestine alikuwa MVP wa Ivory Coast, kashindwa kuperform kwenye coach cha Africans, timu imefikia hatua hadi anauzwa. Mohamed Doumbia naye pia ndio huyo ameshindwa kuperform. Of course kwa Mohamed Doumbia una sababu moja ya msingi sana kwa Doumbia, kwamba ni mchezaji ambaye hata kabla kuja Africans alikuwa na timu, kwa hajapata muda mwingi sana wa kucheza zile game ambazo zinahitaji mashindano. Yani zile game ambazo yani mwili wake haujawa tayari kimashindano zaidi. Yes. Kwa hiyo kuna baadhi ya techniques as a player unakuwa unaziona zinakosekana kwake. Sasa ukiweka na timu ambayo ameenda kucheza, alafu mbaya zaidi position ambayo ameenda kucheza aliondoka mchezaji ambaye uwezo wake ulikuwa ni mkubwa. Kwa hiyo ilikuwa inahitajika pate angalau mtu ambaye akifika anaweza kafukia kidogo, japokuwa anaweza asifanye kila kitu, lakini angalau akawanyamazi, yani akawasaulisha watu kuhusiana na yule ambaye alikuwa anafanya kazi aliondoka. Ndio ya katika taasisi yenyewe. Kwa Mohamed Doumbia unaelewa sana kwamba kwa nini Doumbia ameamua, Young Africans wameamua kumpeleka kwa mkopo. Nadhani ni kwangu mimi ninavyoelewa. Ndio. Yani timu ikisema tunakupeleka kwa mkopo, kocha kama kocha akitoa suggestion kwamba fulani atoke kwa mkopo, kwanza ni anaamini katika uwezo wako. Lakini sababu kubwa na ya msingi sana ambayo huwa inatumika katika issues za techniques au tactically tu tuseme, mchezaji kutolewa kwa mkopo huwa ni mwalimu anataka mchezaji wake apate kitu kimoja kinaitwa game time, kwamba mwili wake uwe katika hali fulani ya ushindani wa mara kwa mara. Na anafanya hivyo kwa sababu ya kuangalia nini ambacho anatakiwa mwalimu nini ambacho ana interest nacho kwa wakati huo. Kwa hiyo you can be a good player, lakini nikitazama nini ambacho tunacho kwa sasa hivi kwenye timu yetu, hapana. Unaweza ukachukua yani sasa inakuja malengo ya mwalimu kwamba unaweza ukanichelewesha mimi kufika pale ambako mimi nafanyaje napahitaji. Kwa hiyo jambo ambalo linahitajika, wewe ni mchezaji mzuri, I appreciate that, lakini nenda timu fulani ukapate muda mwingi sana wa kucheza. Mwili wako ukishakuwa tu kwenye hali ya ushindani, kwa namna ambavyo nimekuona, niamini mimi you are a good player. Kwa hiyo mara nyingi hizo ndio huwa zinakuwa reason. Mfano leo tunavyomzungumzia Hendrix ametoka Real Madrid, kaenda Lyon, game 3 kama man of the match. Si unaelewa vizuri? Kwa hiyo ni mchezaji mzuri Hendrix, lakini changamoto aliyokutana nayo ni kwamba pale Real Madrid utacheza namba ya nani? Yani interest ya timu inahitajika sasa hivi. Sio hivyo ambavyo yani haihitaji muda, yani inahitaji kuchukua muda. Yani kile ambacho kinahitajika kwenye timu, nadhani kama unanielewa. Yani wewe unataka unapofika ndio tu sasa hatuhitaji tena tuanze kukutunza au kukulea. Yani ufike uanze kutupa tunachokihitaji. Kwa hiyo unakuta labda ile pressure au bado una pressure kutoka nje na vitu vingine ambavyo lazima ukisha kusajili uhakikishe unaanza kuleta matunda. Na usipoleta matunda ndio hiyo sasa wanabidi wakutoe kwa mkopo ili upate muda. Kwa hiyo hata kwa mfano kwa Xabi Alonso ndo alipendekeza Hendrick aondolewe. Yani apelekwe tu kwa mkopo sababu alikuwa ana appreciate mchezaji ni mzuri sana. So unaona ameenda Ufaransa ampata game time nzuri, kaenda kama man of the match kwenye mechi 3. Mechi mbili magoli mawili na assist moja. Unasema okay, kumbe huyu ni mchezaji mzuri. Ile changamoto ni kwamba pale Real Madrid atatoka nani aingie na yani yeye acheze. Lakini hata akiingia kile ambacho yani uzalishaji wa alichonacho unakuwa ni mdogo sana. Sasa ukiweka na nini ambacho timu inahitaji kwa muda huo, ile japokuwa ni mchezaji mzuri. Sasa ndicho ambacho kimemtokea Doumbia. Doumbia ni best player, lakini changamoto ni kwamba hakuwa na match fitness sana. Yani uwezo kaniambia ile amepata muda wa kutrain na timu na vitu kama hivyo then ndo akarudi hapana. Mchezaji kama Baka, wewe uangalie Young Africans kabla ya dirisha dogo la usajili, Yanga walikuwa wanatumia 80% ya kikosi chao ambacho ni cha msimu uliopita. Unaelewa? Ndicho ambacho sasa tunakizungumza hapa. Kwa hiyo changamoto nyingine ni Suliona hadi kwenye game moja ya Young Africans alicheza Mudathiri yake akacheza kama namba 10. Kama unakumbuka ilikuwa ni game dhidi ya Simba nadhani ngao ya jamii. Mudathiri alicheza kama namba 10. Kwa hiyo changamoto nyingine ambayo ilikuwa inamsumbua sana Doumbia ni mwili wake haukuwa katika hali ya ushindani kwa muda mrefu.
kitu ambacho wakaenda kucheza kwenye timu ambayo inahitaji matokeo ya haraka, yani sawasawa iwe ya haraka, yani jibu liwe la haraka sana. Lakini, na hasa ukitegemea na ambaye alikuwa anacheza pale. Kwa hiyo hawana muda sana wa kukufikiria. Yani timu inataka kufanya vizuri kimataifa, timu inataka kufanya vizuri kwenye michuano ya ligi kuu na michuano mingine ambayo wanashiriki. Kwa hiyo hawezi wakawa wanasema tumvumilie Dumbi. Hamna, wewe ni playmaker wa timu. Ukishindwa kuperform vizuri inabidi tu arudi sokoni akatafute. Wewe ndio tunaitegemea utuzalishie nini mabao na vitu vingine. Lakini swali nalo linabaki, ndio ameenda Malumo Gallants, tunamzungumzia Mama Dumbe. Je, kula alikoenda atapata nafasi? Ndio hivyo, unaweza mwalimu akakutoa kwa mkopo kwenda timu fulani. Ukifika kwenye timu fulani unaweza kukuta ile haina pressure kutokana na hilo likotoka. Sasa linabaki swali la wewe, je, ulikofika pale ili kuwaaminisha wale ambao wamekupeleka kule kwa mkopo ukapata experience ili utakaporudi uwasaidie. Ndio tunabaki sasa kujiuliza, je, kule Malumo Gallants alikoenda atapata namba ya kucheza kwa wale atakaowakuta, atawapa challenge ili aweze kuingia kwenye kikosi cha kwanza ili aendelee kufanya vizuri ili sasa aweze kurudi kule alikotoka. Sometimes inatumika, unaona mchezaji anapelekwa kwa mkopo, lakini mara chache sana, ni wachache sana ambao wameenda kwa mkopo kwenye timu nyingine, hasa wachezaji wa kigeni. Florence nafikiri unaweza kuwa shahidi, wakapelekwa kwenye timu kwa mkopo alafu wakajikuta tena wamerudishwa tena kwenye timu yao. Moja kitu ambacho mimi nakifahamu, ndio si unamuona Dumbia muda mrefu sana mpaka imekuja kufikia hatua anaenda Malumo Gallants. Ndio kinachobaki pale, mwalimu yeye ameshakuwa kipaji chako, kwa sababu angesema kuacha kwenye timu kipaji chako kingeharibikia pale. Sio kama unanielewa vizuri. Kwa kinachobaki pale ni career ya kwako wewe mchezaji. Kumbuka kocha hawezi kukaa kwenye timu muda wote. Pedro kuna kipindi ataondoka Young Africans kama ambavyo walikuwa makocha wengine wakaondoka, lakini inakuja kwako sasa Dumbia kwamba hii ni maisha yako, ni kazi yako hii, si ndio? Mwalimu anaweza akatoka Young Africans akatafuta sehemu nyingine akajiliwa vizuri. Lakini moja kitu ambacho kizuri amekifanya kwa kipaji chako ni kukutoa kwenye timu anaoifundisha, kwa sababu ya kile unachokiproduce akimridhishi. Though ana admit kwamba ni mchezaji mzuri. Sio, unaelewa vizuri. Kwa hiyo wewe sasa na meneja wako ndio muangalie sehemu ambayo unaweza ukaenda na ukapata nafasi ya kucheza zaidi. Kwa hiyo mpaka imefikia hatua ya yeye kuamini kwamba yani kuchukuliwa na Malumo Gallants. Mimi naamini kwangu mimi ninavyojua hasa maisha ya wachezaji wa kigeni sana yalivyo, na baada ya kupata muda pia kwa na mawakala wa kigeni, huwa wanazingatia sana maisha ya mchezaji wao. Sio, unaelewa vizuri. Yani fulani timu gani, timu fulani hapana, timu gani, timu fulani hapana, timu fulani hapana, bwana fulani wanakuhitaji. Okay, ukienda pale mwalimu amekuhakikishia nafasi ya wewe kufanya kucheza. Ndio kwa hiyo hata Hendrick naendelea kupa mfano mzuri wa Hendrick. Mfano kama Waneri tu pale Arsenal. Sasa ameondoka Waneri, ameenda Lyon, ameenda Marseille Waneri. Yaani Ateta ni Waneri mmoja wa vijana ambao aliwazalisha pamoja na Melis Wesiskel kutoka chini kwenye academy ya vijana akaileta juu, sawa? Ndio. Nani Wesiskel ndio amemkuwa akipata nafasi sana ya kucheza. Alafu Waneri ni kama vile nafasi yake ya kucheza ikawa ni ngumu pia ukiweka na ongezeko la wachezaji wengine. Ila Ateta ana appreciate kwamba Waneri ni mmoja wa mchezaji mzuri sana. Lakini timu gani ambayo unaweza tukampeleka na akapata game time? Kwa hiyo maamuzi ya kutoka Yanga kupelekwa kwa mkopo kwenda timu nyingine, si ilikuwa story ya aende Singida Black Stars. Kuna kitu ambacho kimetokea mpaka ikashindikana yeye kwenda. Ndio taarifa za mwanzoni kwamba ilisemekana kwamba amekataa kutolewa kwenda Singida Black Stars, yeye na Musa Balakonte kama unakumbuka. Maana wao wawili ndio walikuwa wanasemekana wanafanyaje kwenye yale mabadilishano ile swap. Tunazungumza swala la swap deal kati ya Damaro Kamara na Maruf Shakei huo muda, alafu Musa Balakonte na Mohamed Dumbe wao ndo waende Singida Black Stars. Lakini sometimes naona kuna hizi contract wanazosaini hasa hususan wachezaji wengine wa kigeni, sometimes zinapo zinakuwa zinaibana timu. Ndio unaweza kukuta labda unataka kuachana naye, lakini akakuwekea kuna vipengele pale unakuta ndio vinakubana, unajikuta mchezaji unabidi umpeleke kwa mkopo ili ukiwa unasubiria ule mkataba wake uishe. Kwa sababu tunavyomzungumzia Mama Dumbe alisaini mkataba wa miaka 3 na Yanga wakati anajiunga. Kwa ina maana unavyozo hata atakapoenda kule Malumo Gallants bado kutoka kama watakuwa wameenda makubaliano yao mazuri, ani mkataba wa miaka mingapi? Miaka 3. Kwa hiyo ni swala la yeye kumsikilizia huku ukiwa na kibarua cha miaka mingapi? Cha miaka 3 aliyosaini na Yanga. Kwa hiyo ni swala ambalo mimi naendelea tu kuliacha. Ni swali jingine, je, kula ataka kwenda kule Malumo Gallants? Ndio ndani ya kikosi cha Yanga amekosa namba ya kwanza. Je, kula ataka kwenda Malumo Gallants? Tunasema tumezungumza kwenye msimamo wa ligi. Yaani mimi na uhakika, ndio maana nakwambia mimi na uhakika mpaka yeye ameamua kwenda Malumo Gallants. Kwani amelazimishwa? Si amna? Yani ndio nakwambia kile kinachobaki pale ni career ya mchezaji, na career pia inalindwa na meneja wake. Kwa bwana nimezungumza na kocha fulani
uende pale ukacheze. Amekuhakikishia nafasi ya kucheza. Kwa hiyo ni wewe sasa kujituma na kupambana, kwa sababu kile unachopambania pale ni career yako. Kumbuka malengo yako wewe haikuwa kucheza kwenye ile timu. Malengo yako ni kucheza Young Africans. Naende you know exactly kwamba nikicheza vizuri kwenye hii timu, Yanga watanitaka nirudi kwenye timu yao, nini nikafanyeje? Nikaje nikacheze pia. Kwa hiyo ukisema uendelee kucheza vibaya, wewe mwenyewe tu utajiona wewe mwenyewe kwamba yani soka la Afrika ni kama limenishinda. Kwa hiyo kinachobaki pale ni maisha yako wewe kama mchezaji, kuangalia namna ya kuyapambania. Meneja anakutafutia timu nzuri ambayo anakuwa na uhakika kwamba ukienda utacheza, lakini inabaki sasa wewe nikiingia uwanjani nafanyeje? Kumbuka yani unachopambania, mfano kwamba kwa Dumbe pamoja na Ekua, wanachopambania pale ni career yao. Ndio. Sawa, naelewa. Yani kinachopambaniwa pale ni career yako, kwamba bwana kwa Young Africans ni muda tu ndio ulikuwa yani hujafika hapa utoshi na vitu kama hivyo, lakini hapa mmeona nyewe wenyewe kwamba hichi sasa ndio kipaji changu. Kumbuka waajiri wako sahihi ni wale ambao wamekutoa kwa mkopo, ambao ndio Young Africans ya. Kwa hiyo unawaza unaangalia ipo chini, ipo katika ipo tumezungumza kwamba ipo ya 15 kwenye msimamo wa ligi ya 12 kwenye msimamo wa ligi ya South Africa. Kwa hiyo ina maana anahitajika Mohamed Dumbe anapokwenda pale awe key hata kwenye timu ile, hakikisha naye anaweka legacy ya timu au anaitengenezea story nyingine ile. Ina maana hata wakati Yanga wanaenda kumchukua tena, labda amefanya makubwa, timu ipo nafasi ya 12, inahitaji mchezaji mwingine wa kuiongezea nguvu hii Marumo Gallants, tuione ikirudi katika ukubwa wake ambao imeufanya kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ameshiriki mara 4 mfululizo. Sasa tunavyomzungumza huenda ameshuka sasa kama nafasi ya 12. Kwa tunavyozungumza usishangae msimu ujao tusimuone tena kwenye michuano ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, kwa sababu akishia nafasi ya 12 itakuwa ngumu kushindwa kwenda kufuzu hatua inayofuata. Kwa hiyo ni zamu ya Mohamed Dumbe ambako ameenda pale ili kujihakikisha zaidi kufanya makubwa aliyofanya akiwa Finland. Kumbuka amecheza mpaka Ulaya. Tunamzungumza Mohamed Dumbe amecheza Finland katika klabu moja ya Finland huko. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri Finland. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, kwa hiyo anatakiwa sasa ahakikisha anarudisha ubora wake ili waajiri wake Yanga sasa. Ina maana akaenda akafanya vizuri Marumo Gallants, usishangae tena anarudi Yanga, usishangae tena ukumuona Yanga labda timu nyingine inamchukua kule South Africa au timu nyingine wanakifanya tu ni kwenda kuwauliza Yanga, bwana mchezaji tunaweza tukampata moja kwa moja. Unakuta ile mkataba wake na Yanga unavunjwa, anasajiliwa na timu nyingine kutokana na kiwango atakachokionyesha kule atakakoenda. Sawa bwana, nakushukuru sana Hassan Saddam, lakini pia nakushukuru nawe pia mtazamaji wa Dar Sports ambaye ulikuwa pamoja na sisi. Ulikuwa ni moja wakati mzuri sana kuyatazama, kuyachakata na dadafua yale ambayo tulikuwa tumekuandalia hapa. Kubwa zaidi kwa tunamtazama Mohamed Dumbia, wao wanamuita AI ya mpira. Hatimaye anaenda katika ligi kuu ya nchini Afrika ya Kusini kwenda kucheza katika klabu ya Marumo Gallants. Kwa ambao wamesahau Marumo Gallants, nimewakumbusha bwana Marumo Gallants ni klabu ya aina gani, ambao anataka kujua mambo mengi sana. Ipo nafasi ya 12 kwa sasa ligi kuu ya pale nchini Afrika ya Kusini, michezo 15 wakiwa na alama 15 pia. Unaweza kusema wamedraw michezo yote. Sawa bwana, ligi hazifanani ndugu yangu. Inawezekana akaenda akakiwasha kweli kweli. Kila laheri kwake. Tunatamani tena kumuona kwenye NBC Premier League, sababu siku zote na sisi tunatamani kuona wachezaji wakubwa wazuri wanacheza katika ligi yetu. Mtaalamu wa hizi kazi mwandaaji na mwongoza kipindi. Changanya kidogo hapo unafikiri unataka kusema mwandamizi. Unajua pako sio mwandamizi bwana. Pako hajafikia level ya mwandamizi. Pako ni mwandaaji wa vipindi vya Dar Sports. Until next time, bye.